Mwongozo wa huduma za maendeleo ya biashara kwa watoa huduma za maendeleo ya biashara Tanzania unalenga kuboresha utoaji wa huduma za biashara, ikiwa ni pamoja na ushauri, mafunzo, msaada wa kiufundi, ujuzi, usimamizi, uhusiano baina ya wafanyabiashara, mawasiliano na usimamizi wa biashara. Ndugu washiriki, nategemea mwongozo huu tunakwenda kutoa dira ya namna bora ya utoaji wa huduma za biashara Tanzania zinazoweza kuboresha biashara na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa jumla. Hivyo nitoe rai kwa watoa huduma za maendeleo ya biashara nchini kutumia mwongozo huu kama nyenzo katika kuwahudumia wafanyabiashara wadogo na wakati wanaotekeleza shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali. Ndugu washiriki, nimeambiwa mwongozo huu unaenda kuchochea utoaji wa huduma za maendeleo ya biashara nchini kwa: moja, kubainisha viwango vya kitaifa vya utoaji wa huduma za maendeleo ya biashara; lakini mbili, kuainisha kanuni bora za utoaji wa huduma za maendeleo ya biashara; tatu, kuweka misingi ya kimaadili, weledi, uadilifu katika kutoa huduma; na nne, kutoa nyenzo zinazotakiwa kutumika katika kuwasaidia wafanyabiashara wadogo na wakati. Washiriki, sekta ya biashara ndogo za kati na kubwa ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Mwongozo umebainisha kuwa Tanzania inakadiriwa kuwa na biashara ndogo na za kati zaidi ya milioni 3 ambazo zinachangia katika upatikanaji wa ajira, mapato na ubunifu. Hata hivyo, asilimia kubwa ya biashara hizo zinakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo upatikanaji mdogo wa huduma bora za maendeleo ya biashara. Hali hii imesababisha baadhi ya biashara kushindwa kuwa endelevu au hata kudhibiti ushindani kwenye soko la kimataifa. Ndugu washiriki, najua watoa huduma za maendeleo ya biashara wanatoa huduma bora za kusaidia ukuaji wa biashara, hasa biashara ndogo na za kati. Hivyo nitoe rai kwa watoa huduma za maendeleo ya biashara nchini kutumia mwongozo huu na kuhakikisha mnawafikia wafanyabiashara wote kwenye sekta mbalimbali ili waweze kufanya biashara zenye viwango na ubora. Hatua hii itasaidia wafanyabiashara kupata huduma zinazohitajika ili kukua na kuendeleza biashara zao ili kukidhi soko la ndani, lakini pia na la kimataifa. Muda mrefu wafanyabiashara wetu wamekuwa kwanza hawapati misaada ya ushauri wa jinsi ya kuendeleza biashara zao. Kwa hiyo huu mwongozo utasaidia sana kwa wale ambao sasa wanawasaidia wafanyabiashara kwenye biashara zao kujua ni kitu gani wafanye. Kuna wengine walikuwa wanafanya lakini kuna vitu vingine wanaviacha. Kwa hiyo mwongozo huu kwa mfano umezingatia kwamba kama unamsaidia mfanyabiashara kumpa ushauri au kumsaidia ushauri wa kitaalamu, lazima kuwe na matokeo. Yaani huwezi kusema tu namsaidia labda anakulipa pesa alafu baada ya pale hakuna mabadiliko kwenye biashara yake. Kwa vitu hivyo vimezingatiwa, lakini kujifanyia assessment, kumfanyia assessment pia yule mfanyabiashara na kuangalia kama amepiga hatua, na wakati unamsaidia kwamba uwe na kipindi maalum cha kumsaidia kwamba ugraduate, useme kwamba sasa nimemaliza kumsaidia. Kwa hiyo vitu kama hivyo vote vimewekwa na kuzingatia masuala ya biashara yenyewe, mazingira ya biashara, mazingira ya masuala ya afya na mambo yote ambayo yana masuala ya jinsia kwenye masuala ya biashara, yote yamezingatiwa kwenye mwongozo huu. Ya tija ya kiuchumi ni kwamba kwanza sisi Tanzania sekta yetu ya kiuchumi kwa kiasi kikubwa imetawaliwa na sekta ambayo sio rasmi. Wafanyabiashara wetu wengi hawafanyi biashara rasmi, hawajasajili, hawana leseni, hawatambuliki. Kwa hiyo huu mwongozo utasaidia kwanza kuwabadilisha wengi waende kwenye hiyo hatua ya kuwa rasmi. Kwa sababu tunasema maendeleo ya uchumi wa nchi yoyote yanategemea na urasmi wa uchumi. Kwa hiyo tuseme kwamba huu mwongozo utaongeza sekta isiyo rasmi, tuwe na sekta kubwa ambayo ni rasmi. Siku ya leo tunayo furaha kushiriki katika mkutano huu muhimu sana ambao umeandaliwa na Baraza la Uwezeshaji kwa Wananchi Kiuchumi NEC, na warsha hii hasa imehusu uzinduzi wa mwongozo wa utoaji huduma za biashara kwa wale ambao ni trainers au watu ambao wanatoa huduma hizi kwa maana ya BDSPs.
BDS Development Services Providers. Kwa hiyo sisi kama TWCC, taasisi ambayo ni taasisi kuu ya kuwezesha wanawake kiuchumi Tanzania, tunatoa mafunzo mengi sana. Tunatoa mafunzo aina mbalimbali katika Tanzania nzima kwa wajasiriamali, lakini pia wakulima, lakini pia na kwenye sekta tofauti tofauti. Kwa hiyo mwongozo huu ni muhimu sana, hasa kwa sisi ambao tunafanya kazi na wajasiriamali moja kwa moja katika sekta zote nchini. Kwa hiyo unakwenda kuwaongoza wale ambao wanatoa huduma hizi za maendeleo ya biashara kwa wajasiriamali wetu. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunafanya kazi na kampuni na watu binafsi ambao ni wataalamu wa masuala ya biashara, wanatoa huduma za utaalamu kwenye biashara. Kwa hiyo huu mwongozo unawasaidia namna ya kuandaa kwa mfano mafunzo yanayohusiana na mahitaji mbalimbali ya wajasiriamali. Kwa hiyo ni mwongozo ambao umekuja kwa wakati muhimu, kwa sababu ni wakati ambao pia teknolojia inakuwa kwa kasi. Wanahitaji kuangalia mambo gani hasa ya kuingiza kwenye wanapoandaa mafunzo na topic kwa ajili ya kufundisha wajasiriamali. Lakini kuna mambo mengi, kwa mfano sasa hivi tunazungumzia masuala ya mabadiliko ya mazingira, namna gani wajasiriamali wanaweza kufanya shughuli zao lakini ukizingatia pia utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo mitaala ambayo hawa wakufunzi au watu wanaotoa huduma za maendeleo ya biashara wanaandaa inatakiwa izingatie huu mwongozo ambao umetengenezwa na baraza letu la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Lakini itasaidia sana biashara za wajasiriamali kukua, kwa sababu hapo mwanzo kila mtu alikuwa anajiandalia tu mafunzo yake kwa wajasiriamali. Kwa hiyo hapakuwa na ule usawa au hapakuwa na uwiano katika miongozo inayoandaliwa kwa ajili ya kufundisha wajasiriamali. Kwa hiyo ni either kampuni A, kampuni B zinafundisha same topic lakini kwa namna tofauti. Lakini kama wote watafuata huu mwongozo, basi watakuwa wanadeliver huduma au wanatoa mafunzo ambayo yanaendana au huduma ambazo zinaendana na mahitaji ya wajasiriamali. Lakini kwa kufuata mwongozo huu tunaamini wajasiriamali biashara zao zitakuwa kwa haraka zaidi. Kwa tunawapongeza sana Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi kwa jitihada hizi, lakini pia tunawapongeza MEDA ambao pia wamefadhili uandaji wa mwongozo huu kwa kushirikiana na serikali ya Canada pamoja na wadau wengine wote ambao wameweza kushiriki.